Kwa majina yangu naitwa Salim Ganga. Leo nataka kutoa hotuba kidogo kuhusu hii mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Leo siku ya asubuhi, masaa ya asubuhi leo, nilikuwa nimeamua kwenda maombi ile ya taifa ya Kenya ambayo inakuwa national prayers. Nilikuwa na nia kamili ya kumuuliza bwana Mheshimiwa Rais, kwani jambo ambayo mnayofanya ni kafara ama ni nini? Kwa sababu ni jambo la kushangaza ikiwa 2025 wakati kama huu wa finance bill watoto walikufa 28 na huko Nyeri kwa shule plani ya watoto, na hii tena imetokea ya pili ambaye ni wakati wa finance bill watoto wamekufa 20 na kitu hapa mahali ambayo kunaitwa Gilgil. Ukiangalia Gilgil kwa hii ambayo inaitwa watumishi academy iko katikati ya shule ambayo ya shule ya Gilgil ya jeshi, iko karibu na National Youth Service, iko karibu na shule ya polisi. Ni nini ambayo imefanyika iwe kwamba hizo zote hakuna moja ambayo iko na ndani ya mazimamoto? Watoto wamekufa na ni wakati wa finance bill. Kwa nini iwe kukiwa wakati wa finance bill? Hiyo ni swali ambayo tunauliza. Swali ya pili, hii si jambo la kuchukulia na mzaha kiwango kwamba ati unaiona ni kama jambo la kawaida, ati hiyo ni accidentally. Jamani, tunaweza kubaliana iwe accidentally vitu sikifanyika namna hiyo? Hata kama ni wewe unaweza kubaliana vitu kama hizo? Tunasema hivi, kulingana na sisi common wananchi, mimi kama spokesman wao ninasema kwamba tunaona ni kama kafara. Je, ni nani katika hiyo au wakubwa wa serikali anatoa kafara watoto wetu katika shida wakati wa shida ya finance bill? Ya pili, itakuwaje kwamba watoto wamekufa na wakiwa wamefungiwa kwa ndani? Au hiyo shule haina sheria ya kuonyesha kwamba kuwa na kitu inaitwa fire extinguisher ile ambayo anaweza piga wazime moto? Ni nini ambayo anafanyika watoto inafanyika hivyo ambayo anapoteza watu wengi namna hiyo, na president mwenyewe hajatangaza asubuhi kama ni kitu ambayo imefanyika ambayo si ya kawaida? Ni kwa nini tuende kuomba Mungu tukiwa bado watoto wanaendelea kufa? Tuseme kwamba naenda kuomba Mungu hata siku ya kifo inaweza kuwa na mambo kama hayo. Mambo kama hayo si wenyewe tunaisema kwamba serikali ya Kenya inatukosea sana, na si wenyewe hatuwezi kubaliana mambo kama hayo. Rais ni lazima kitu ya kwanza utangaze rasmi hiyo mambo ni nini ambayo yamefanyika, ni njia gani ambayo tunaweza kuizuia ili isije kafanyika. Neno la pili, Bwana Rais, tumekuweka hapo kama spokesman wa nchi ya Kenya. Kama wewe ndio kichwa ya nchi ya Kenya, utakubaliji nchi yako iwe kama ati ni mahali pa quarantine ya watu wote ambao wako na Ebola? Surely. Yaani wataka watu wakiwa wagonjwa Ebola Ulaya na huko Amerika, wakiwa wagonjwa na huko England na wengine na mali zingine atuwaletanga Kenya? Kwani Kenya ni simu ya jalala ya kutupa takataka? Sisi hatutaki Ebola Kenya, na hatutaki Ebola Kenya, hatutaki hata kamwe. Hatukubali hata mtu atembea akiwa na Ebola. Hiyo ni kitu ambacho tumekataa kata. Na watu kama hao hata wakikwambia watakupatia milioni 800, wachana nao. Na tumesema hivi, kama wewe ni mfanyakazi wetu, hiyo mambo wachana naye. Na kama wote wachana naye, hata hiyo one term utaamini ni kubwa sana, tunakutoa na nusu, kwa sababu tumechoka na hiyo mambo. Huwezi kwenda kukaa chini hivi. Hii ni mara ya pili. Ulikuwa umeenda kukubaliana tena ati wanaume wanaweza kuoana na wengine. Tukakwambia hii ni kazi gani? Sasa unafuata ingine tena Ebola ikuje Kenya. Kwani inji ni yako? Inji ni yetu, wewe ni mfanyakazi. Na kama imekulemea toka na waache kutusumbua. Nilikuwa leo nimejitolelea ni afadhali nikuve nikikuuliza ukweli wa mambo. Nilikuwa hiyo prayers ya asubuhi, na nilikuwa nia yangu kamili nilikuuliza hiyo swali. Watu wako wakanizuia, nikawa hata kupata nafasi ni ngumu, lakini kasema sawa, nitatuma hiyo ione kwa barabara kwamba wewe unatukosea.
Hatuwezi kuwa kama tunaangalia vitu tunaona kama kavana ya vile. Hatuwezi kubali mambo ya Ebola in this country. Mungu abariki, Mungu abariki Kenya na akupe hekima uweze kuelewa. Asanteni. Zenganga, kabla hujatoka, tumemwona rais akisema kwamba kura za mwaka 2027 kwenye mtandao wengi wameandika kwamba amesema ameachia Mungu. Je, unahisi kwamba bado Mungu yuko na rais? Ukweli wa mambo, mimi naona ni kama Mungu hayuko nawe, kulingana maoni yangu, kwa sababu Mungu Bwana Yesu Kristo alisema kwamba mahali kuna wawili watatu ile kitu wamekanusha, mimi Bwana Mungu wa majeshi nakubaliana naye. Na kama watu wengi wanasema hawako pamoja na wewe, ina maana Mungu amesema hawako pamoja na wewe. Na hizi ile vitu ambazo zinakufuata unaona kweli ni kwamba ni kama Mungu amekuondokea. That's ukweli. Hebu angalia wakati wako, mvua inanyesha inabeba watu, shule inawaka moto, watoto wanachomeka. Ikiwa kama ni gari inaenda mahali imegongana na ingine, mambo ambayo yanakufuata huwezi kujua kabisa. Hii ni Mungu kuonyesha kwamba Mungu amekuondokea. Kama angekuwa pamoja na wewe, ungekuwa unaona baraka na njia za Mungu zimekunyokea. Lakini kuna mahali ambayo hujaomba vizuri, nenda uombe vizuri. Ndugu yangu, si kwa ubaya, nimekusihi kama mzee mwenzangu, mambo ambayo unayofanya haifai. Ya pili, ondoa maconman ambayo wanakusunguka hapo, ndio fungue macho, kwa sababu kuna sehemu ya Biblia inasema ile ambaye kama uko na hiyo tabia ujue kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Nenda usome kitabu ya Methali ya 6 kuanzia mstari wa 16 mpaka 19. Bwana Mungu wa majeshi anasema, mimi sipendi. Kuna vitu ambayo Bwana Mungu wa majeshi sipendi. Ya kwanza ni mtu mdomo yake uongea mabaya, mtu ukasifu watu, mtu ufanya mambo isiyompendeza Mungu, ongea mambo isiyompendeza Mungu, masikio yake usikia mambo isiyompendeza Mungu. Na pia inasema mtu ambaye mikono yake iko na damu. Kama unakuta huko katika hiyo kategori hizo vitu, uelewa huko pamoja na Mungu. Kwenye Qur'an nasema kwamba walo asiri inao sana vikusiri ila ladhina amanu wa amilu salihat watu wasubiri haki, watu wasubiri sabiri. Na hapa katika hii asiri mwanadamu kiko katika hasara, ila mwenye kuamini atende haki na akatazana maovu. Kama wewe mwenyewe ukutendi haki na ukatazani maovu, wewe hauko pamoja na Mungu. Ya mwisho uelewe hivi, Mungu ni Bwana Mungu wa maskini na mayatima. Kama unateza maskini, unawaongezea petroli, unawanyanyasa kwa chakula, unawanyanyasa kwa nguo, hawezi kupata kitu yoyote, mpaka sasa hivi unamulika kwa masimu zao, bro, Mungu na anakumulika. Tumemwachia Mungu. Kwa hivyo hiyo mambo walisema kwamba hiyo ni Mungu, ni ukweli. Tumekuachia Mungu na anakunyoosha kabla tujafika 2027, tukunyoshe mchana ya Mungu na akiona na watu wakiona. Mungu abariki, Mungu abariki Kenya.